Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo ametoa kauli hizi tata kuhusu polisi kutumia risasi za moto dhidi ya wananchi Tanzania. Sasa awakasirisha baadhi ya Watanzania na kauli hizo. Waziri huyo pia atoa sababu inayopelekea polisi Tanzania kulazimika kutumia nguvu dhidi ya wananchi wake. Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza ukiwa wapi. Kama uko nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa maeneo au mkoa gani. Kauli yenye nguvu kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo inatikisa mijadala ya kisiasa kote nchini Tanzania leo. Je, waziri alionya tu dhidi ya vurugu au alituma ujumbe na vitisho kwa wanaharakati na Watanzania waandamanaji? Hali ya kisiasa nchini Tanzania kwa mara nyingine tena imekuwa ya mvutano baada ya maoni ya waziri wa mambo ya nje Mahmoud Thabit Kombo wakati wa hotuba yake ya hadhara kuibua hisia kubwa mtandaoni na hasira miongoni mwa waangalizi wa kisiasa. Katika sehemu moja ambayo imekasirisha na kuvuta hisia za wengi mtandaoni, katika hotuba yake waziri Kombo, nikimnukuu, alisema hivi: nenda nje na urushe jiwe kwa afisa wa polisi na uone kitakachotokea. Amri yao ya jumla inawaambia washambulie kwanza, Kombo aliweza kusema. Maneno hayo yameenea haraka kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakiyatafsiri vibaya, huku wengine wakimwelewa alichomaanisha, huku maelfu ya Watanzania pia wakijadili nini hasa alimaanisha waziri Kombo. Mtazamaji, kwa ufahamu wangu ni kwamba alichomaanisha ni kwamba endapo mwandamanaji au Mtanzania ataingia katika maandamano na kisha kuchukua jiwe au kifaa chochote na kumshambulia nacho polisi, alichomaanisha waziri Kombo ni kwamba polisi anaruhusiwa na katiba yeye pia kushambulia, na tunafahamu ya kwamba polisi hatumii jiwe wala kifaa chochote. Askari polisi anatumia bunduki au risasi kushambulia. Mtazamaji, na hapa ndipo mzozo unapoanzia. Watu wengi sasa wanauliza, je, waziri alikuwa akitetea utekelezaji wa sheria au akiwaonya raia kutopinga mamlaka? Ndani ya saa chache klipu za hotuba hiyo zilianza kusambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuzua mijadala mikali ya kisiasa kote nchini. Baadhi ya wanaharakati walidai kauli hiyo ilionekana kuwa hatari kwa sababu ilionekana kuunga mkono matumizi ya nguvu dhidi ya raia wakati wa maandamano. Wengi walijikita haswa kwenye msemo au maneno ya Kombo aliyosema ya kwamba polisi wanaruhusiwa kushambulia kwanza iwapo wataweza kushambuliwa kwa mawe, wakisema lugha hiyo inaweza kuleta hofu miongoni mwa wananchi wanaotaka kutoa maoni ya kisiasa kwa uwazi au wanaotaka kuandamana ambapo ni haki yao ya kikatiba. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa pia walijiunga na mjadala huo, wakisema kwamba viongozi lazima wachague maneno yao kwa uangalifu wakati wa nyakati nyeti za kisiasa. Lakini wafuasi wa waziri huyo sasa wanapigana vikali, wanasema wakosoaji wanapindisha maneno yake nje ya muktadha kabisa. Kulingana na wafuasi wa serikali, hotuba ya Kombo ilihusu zaidi kulinda amani na kuwaonya dhidi ya kushambulia au kurusha mawe kwa polisi. Wanasema kuwa hakuna nchi duniani inayoruhusu mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi bila matokeo, na kwamba waziri huyo alikuwa akisisitiza tu kuheshimu sheria na utulivu. Katika hotuba hiyo Kombo alisifu historia ya amani ya Tanzania na kusema ni lazima nchi iendelee kulinda utulivu wake kwa gharama yoyote ile. Nikimnukuu, alisema taifa letu limebarikiwa na Mungu kwa amani. Alisema nchi zote ulimwenguni ni marafiki zetu na haturithi maadui wa wengine. Matamshi hayo yalionekana na wengi kama jaribio la kuwakumbusha wananchi kwamba Tanzania ina thamani kidiplomasia na utulivu na umoja kuliko migogoro. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Kombo alizungumzia diplomasia ya kimataifa ya Tanzania na uhusiano na nchi mbalimbali duniani. Waziri Kombo aliendelea kueleza jinsi Tanzania inavyodumisha uhusiano wa kirafiki na mataifa ambayo yanaweza hata yasishirikiane kimataifa. Waziri huyo alitoa mfano unaohusisha Iran na Israel, akisema amehudhuria shughuli zilizounganishwa na nchi zote mbili ndani ya muda mfupi. Kulingana naye, hiyo inaakisi utambulisho wa kweli wa diplomasia ya Tanzania, kubakia bila upande wowote, amani na kuwa wazi kwa mazungumzo na kila mtu. Waziri Kombo alisisitiza kuwa Tanzania haichagui pande katika uhasama wa kimataifa
na inapendelea ushirikiano badala ya makabiliano. Lakini licha ya ujumbe huo wa kidiplomasia, mjadala wa umma unaendelea kurejea kwa sentensi moja nikimnukuu, ambayo alisema ya kwamba polisi wanaruhusiwa kushambulia kwanza. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu na wafuasi wa upinzani wanasema kauli hiyo ya kusema ya kwamba polisi wanaruhusiwa kushambulia iwapo wataweza kurushiwa mawe inakuja wakati nyeti sana kisiasa. Katika miezi ya hivi karibuni, Tanzania imekumbwa na ongezeko la mijadala ya umma kuhusu uhuru wa kisiasa, demokrasia pamoja na maandamano na jinsi wakosoaji wa serikali wanavyotendewa. Baadhi ya makundi yanadai kuwa shinikizo linaloongezeka dhidi ya wanaharakati na watu wa upinzani wanaopinga mamlaka waziwazi. Kwa sababu ya mazingira hayo, wakosoaji wanasema kuwa maneno kutoka kwa viongozi wakuu wa serikali yana uzito mkubwa na yanaweza kuathiri jinsi vikosi vya usalama vinavyofanya kazi mashinani. Watumiaji kadhaa wa mitandao ya kijamii pia walidai ufafanuzi kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya waziri huyo Kombo, wakiuliza kama taarifa hiyo ilionyesha sera rasmi ya serikali. Na mara maneno yenye nguvu ya kisiasa yanapoingia kwenye mitandao ya kijamii, tafsiri zilienea haraka sana, wakati mwingine haraka kuliko maelezo rasmi. Hadi sasa hakuna ufafanuzi rasmi ambao umetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje kuhusiana na maana halisi ya kauli ya Kombo ya kusema ya kwamba polisi wanaruhusiwa kushambulia. Hata hivyo, ukimya huo umeongeza uvumi wa umma. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa waziri alikuwa akionya tu dhidi ya ghasia dhidi ya maafisa wa polisi. Wengine wanaamini kuwa maneno hayo yalikuwa makali sana na yanaweza kuwatisha watu wanaotaka kuandamana kwa amani au kukosoa mamlaka. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema hali hiyo inadhihirisha jinsi uhusiano kati ya usalama, siasa na uhuru wa umma umekuwa nyeti nchini Tanzania. Wakati huo viongozi wa kidini pia wanavutiwa katika mazungumzo ya kitaifa baada ya Kombo kusisitiza jukumu lao katika kuponya taifa. Wakati wa hotuba hiyo, waziri huyo alisisitiza mara kwa mara kuwa taasisi za kidini zina wajibu maalum wa kuhimiza umoja na kupunguza mivutano ya kisiasa. Alipendekeza kuwa viongozi wa imani wanaweza kusaidia kuzuia chuki, migawanyiko na vurugu miongoni mwa wananchi wakati wa nyakati ngumu za kisiasa. Baadhi ya vikundi vya kidini vilikaribisha ujumbe huo na kukubaliana kwamba ujenzi wa amani uhusishe makanisa, misikiti na viongozi wa jumuiya. Hata hivyo, wengine walisema kwamba amani ya kweli lazima pia ijumuishe mazungumzo ya wazi ya kisiasa, haki na ulinzi wa haki za kiraia. Mtazamaji, mwisho tukimaliza taarifa hizi, kwa uelewa wangu kwa matamshi haya ya Waziri Kombo, alichomaanisha ni kwamba iwapo mwandamanaji ataweza kumshambulia afisa wa polisi kwa kumrushia jiwe au kumshambulia na kifaa chochote, basi kulingana na katiba afisa huyo wa polisi anaruhusiwa kushambulia. Hicho ndicho nilichoelewa, lakini pia upande wa comment nataka unambie wewe ulichoelewa katika hotuba hii ya Waziri Thabit Kombo. Vile mtazamaji, na kukumbusha tena na tena, iwapo utalike video, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, utakuwa wa kwanza kila siku kupokea taarifa zetu pindi tu zinapochipuka. Na vile mtazamaji, na kukumbusha kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika taarifa au habari zetu mpya.